Asante. Jioni ya leo funzo ambalo tunataka kuwa nayo itaendelesha mafundisho ya jana. Ubatizo wa kweli. Hiyo ndio funzo ambalo nataka kuwa nayo. Neno la Mungu linasema maneno haya. Mtumishi. Naam. Enda kitabu cha Yohana Injili ni 3 mstari wake ni wa kwanza ukiteremuka. Yohana Injili 3:1. Inasema, maandiko yanasema, soma. palikuwa na mtu mmoja wa Farisayo jina lake Nikodemo. Palikuwa na mtu mmoja wa Farisayo jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Endelea. Huyo alimjia usiku akamwambia, Endelea. Rabi, najua ya kuwa wewe mwalimu, tunajua kwamba wewe ni mwalimu umetoka kwa Mungu. Endelea. Kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo. Endelea mtumishi. Uzifanyazo wewe. Endelea. Isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Endelea. Yesu akajibu akamwambia, amina amina nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Tunaomba. Baba na Mungu wetu uliyetukuka, tuaja miguuni pako jioni ya leo. Tuomba ya kwamba tuongoze tunapozungumzia kuhusu kuzaliwa mara ya pili. Uweze kutulinda, uweze kutubariki ili sisi sote tuweze kuzaliwa mara ya pili kwa njia ya Roho yako Mtakatifu. Hebu kaweze kunena nasi kwani ndio ombi letu katika Yesu Kristo aliye Bwana yake, tunaomba na kuamini. Amen. Nikodemo alikuwa mmojawapo wa matajiri katikati ya Wafarisayo, na yeye alikuwa hapo mmojawapo wale ambao walikuwa ni wakuu na mmojawapo wale ambao walikuwa ni wasimamizi, na ya kwamba pia yeye alikuwa hapo mmojawapo wale ambao walikuwa ni walimu wakati huo wa Wayahudi. Yeye alihofia kwenda kumwona Yesu mchana, kwa maana ingeonekana ikiwa ni jambo la mzaha kwa Wayahudi wengine wenzake. Kwa hivyo akachagua ya kwamba aende masaa ya usiku, na yeye alikuwa amesikiza mahubiri ya Kristo na akajua yalikuwa ni mahubiri ya kweli. Akamwambia Kristo ya kwamba pia wewe ni mwalimu wa kipekee, na akamwendea Kristo na alitamani sana kujua habari za kuingia ufalme wa Mungu. Kwa maana jibu ambalo Kristo anamwambia, amina amina nakuambia, mtu hawezi ingia katika ufalme asipozaliwa mara ya pili. Tumishi. Naam. Hiyo ni Yohana Injili 3 mstari wake ni wa 3. Inasemaje? 3 inasema, Yesu akajibu akamwambia, amina amina nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Usipozaliwa mara ya pili hauwezi kuona ufalme wa Mungu. Endelea mtumishi. Inaendelea ikisema, soma. Nikodemo akamwambia, hawezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Na akamuuliza swali, sasa mimi tayari ni mzee, nitazaliwaje tena mara ya pili? Alafu aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Endelea. Yesu akajibu, amina amina nakuambia, amina amina nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho afanye nini? hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Endelea. Inaendelea ikisema, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Inasema, usistaajabu kwa kuwa nilikuambia. Achia pale. Yesu akamwambia, kuzaliwa ambao naizungumzia si ile kuzaliwa ambao umezoea ya kwamba mama anamzaa mtoto. La, wewe kama umezaliwa mara ya kwanza na mama na hujazaliwa mara ya pili, nataka kuelezea mmoja, kifo kwako itakuwa mara mbili. Tutakuja kuzungumzia mambo haya, kifo ya kawaida na kisha mauti ya pili baada ya hukumu. Lakini wale ambao watazaliwa mara ya pili wazaliwe na mama yao wa kawaida na kisha wazaliwe mara ya pili kwa njia ya maji na kwa Roho. Tumishi. Naam. Yesu akamwambia waziwazi, usipofanya hivyo hauwezi kuzaliwa, hauwezi kuona ufalme wa Mungu.
Nikodema alitoka pale akifahamu, kwa maana Mungu alikwisha kumtuma Yohana kuhubiri Injili. Tuishi. Hebu enda kitabu ni cha Mathayo ni 3. Mathayo ni 3 ndio mstari wake ni wa 11. Inasema maneno haya. 3:11 kitabu ni cha Mathayo. Inasema, kweli mimi nawabatiza kwa maji. Kweli mimi nawabatiza kwa maji. Kwa ajili ya toba. Kwa ajili ya toba. Bali yeye ataye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi. Atafanya nini? Wala si stahili hata kuvichukua viatu vyake. Endelea. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo kuna mtu ambaye alikuwa anafanya ubatizo ambao Kristo anamuelekeza Nikodemo apate kubatizwa. Yohana Mungu alimtuma akatokea akibatiza pale mto Yordani, na ubatizo wake anasema anabatiza kwa maji uletao toba. Watu wakamwendea Yohana ili kwamba wapate kubatizwa, na Yesu anamwambia, amin amin nakwambia, usipozaliwa mara pili hautauona ufalme wa mbinguni. Kama jinsi tutakavyoona, Mafarisayo wengi walikuwa wanakataa ubatizo ambao Yohana alikuwa ametumwa na Mungu kufanya, kuandaa mapito, kuelekeza moyo wa mpokee Kristo. Na ndio Yesu anamwambia lazima kwanza uzaliwe kwa maji, kisha utazaliwa kwa Roho. Na Yohana alijua, mimi ninabatiza kwa maji uletao toba, lakini kuna yule ambaye anakuja nyuma yangu atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Sawa mtumishi? Na sasa swali ni je, kwa maana Kristo amekuja, hii ubatizo haina maana? Yesu anasema hivi, Mathayo Injili 28 mstari wake ni wa 19. Ieleweke, Kristo alisisitiza ya kwamba wote ambao watampokea lazima wapate kubatizwa. Neno la Mungu lasemaje? Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, alafu mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Alafu inaendelea kusema, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Huyu ni Kristo anapaa kuelekea mbinguni na anapatia wanafunzi wake maagizo kabla yake kupaa. Anawaambia, mamlaka yote nimepewa mbinguni na hata nchini. Basi ninatuma ninyi, enendeni ulimwenguni mote mkawafanye wanafunzi, mkiwabatiza katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Kristo alisisitiza ubatizo lazima uendelee. La kunishangaza, kuna wengi wanataka kutembea na Kristo lakini hawataki kubatizwa. Mtumishi, Marko ni 16. Hiyo ubatizo wa maji bado na maana. 16 mstari wake ni wa 15. Hebu tusoma tu mstari wake wa 15 na 16. Inasema, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Alafu aminiye na kubatizwa ataokoka. Aminiye na kubatizwa ataokoka. Asiamini atafanya nini? Atahukumiwa. Asiamini hatabatizwa, kwa hivyo atahukumiwa. Sawa mtumishi? Yesu akatuma wanafunzi wake, na ndio maana tuko hapa tukihubiri Injili. Yule yeyote atakayeamini itapasa abatizwe, na ndiye yeye atakayeokoka. Lakini akikataa, hukumu inamfuata. Kwa hivyo Kristo alisisitiza katika Injili iendelee ubatizo na watu wabatizwe. Mtumishi, itaeleweka ya kwamba Yohana si yule alianzisha ubatizo. Sawa mtumishi? Ndio. Hiyo ni jambo lazima iwekwe wazi. Ubatizo ulianza kitambo. Hebu enda kitabu cha Petro wa kwanza 3. Waraka wa kwanza wa Petro ni 3, mstari wake ni wa 20 na 21. Nataka kuelezea ubatizo ulikuwepo hata kabla ya Yohana. Inasemaje? Watu wasioitia hapo zamani uvumilivu wa Mungu walipokuwa wakiongoza. Alafu inaendelea kusema, siku za Nuhu kuna watu walikataa, hawakutii Injili ya kwamba gharika inakuja. Endelea. Safina ilipokuwa ikitengenezwa, Mungu anavumilia miaka 120 Noa
wakahubiri, safina ikiuzwa, wanyama wakaita, watu vichwa ngumu. Endelea. Ambapo ndani yake wachache, yani watu watatu. Watu wangapi? Yani watu 8. Watu 8 waliokoka kwa maji. Waliokoka kwa maji. Alafu mfano wa mambo hayo ni ubatizo. Mfano wa mambo hayo ni ubatizo. Unaokoa nyinyi pia siku hizi. Mtumishi. Kwa hivyo maji yale yalipokuwa yakisafisha wale ambao wamekataa, yani yalipokuwa yakitoa, mtumishi, yalikuwa yakiwabeba, inaitwa drowning, kama mtumishi, wakaeza kuangamia katika maji. Watu 8 waliokoka kutoka kwa maji, mtumishi. Mfano wa mambo hayo ni ubatizo unaotuokoa sisi zama hizi za mwisho. Itaeleka, mtumishi, na kitabu cha Mwanzo uone jinsi wana wa dunia hii walivyoangamia. Nini lifanyika? Maji yalijaa dunia hii, yalitoka juu na yakaifunika nchi nzima, lakini kuna watu waliokoka, walibatizwa. Neno la Mungu linasemaje? 7 mstari wake wa 9 na wa 10 inasema, Mwanzo 7:9-10 inasema maneno haya: wakaingia katika safina ya Nuhu. Alafu wawili. Endelea. Mume na mke. Alafu kama vile Mungu alivyoamuru Nuhu. Endelea. Ikawa baada ya siku hizo 7. Baada ya siku hizo 7, maji ya gharika yakawa juu ya nchi. Maji ya gharika yakawa juu ya nchi katika mwaka wa 600 wa maisha ya Nuhu. Alafu mwezi wa pili, siku ya 17 mwezi. Hiyo siku, endelea mtumishi. Siku ile chemichemi zote za vilindi. Siku hiyo chemichemi zote za vilindi. Vilindi vikuu vilibubujika kwa nguvu. Vilindi vikuu vikabubujika kwa nguvu. Alafu madirisha ya mbinguni yakafunguka. Ieleweke, maji yalianza kutoka chini, mtumishi. Na kisha yakatoka juu ya madirisha ya mbinguni yakafunguka. Alafu mvua ikanyesha juu ya nchi siku 40. Mvua ikanyesha juu ya nchi siku 40, mchana na usiku. Achia pale mtumishi. Vilindi vikafurika kuanzia chini na juu, maji yakitoka katika vilindi chini, maji yakitoka juu yakafurika, na wale waliokataa kuitii ujumbe ambao Nuhu alikuwa anahubiri walikataa, na maji yale yaliokoa watu 8 ambao walikubali Injili wakaingia katika safina. Mtumishi, itaeleweka pia Wanaisraeli pia wao walipokuwa safarini kuelekea Misri, kabla ya kufika nchi hadi, Mungu alitamani sana waanze safari mpya, na wakaingia katika hali ya kubatizwa. Wakorintho ni wa kwanza ni 10 mstari wake ni wa kwanza na wa pili. Naelezea ya kwamba ubatizo haukuanza tu na Yohana, la, ubatizo ulikuwepo ya wokovu wa watu wa Mungu. Neno la Mungu linasemaje? Soma. Wakorintho ni wa kwanza 10 mstari wake ni wa kwanza na wa pili. Maandiko yanasema, soma: kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa nini? Baba zetu walikuwa wote chini ya wingu. Walikuwa wote chini ya wingu. Wote wakapita kati ya bahari. Wote walipita kati ya bahari. Wote wakabatizwa wawe wa Musa. Wote walifanya nini? Walibatizwa wawe wa Musa. Katika wingu na katika bahari. Katika wingu na katika bahari. Wakabatizwa wakipita katika bahari na wingu liko juu yao. Mungu anasema wakabatizwa wawe wa Musa, kuashiria jinsi wanavyoongozwa katika safari ya ukombozi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Yohana alipokuja mbatizaji, alikuja na injili ya kuongoza watu wa Mungu katika safari mpya, na akatokea pale akibatiza watu, akitangaza injili, na hata Yesu akamwendea mtumishi. Hiyo Mathayo ni 3 mstari wake ni wa 13. Yesu akafanya jambo la kipekee kabla yake kuanza huduma kuwakomboa wanadamu. Yeye akaenda majini kupata kubatizwa. Neno la Mungu linasemaje? Soma kitabu cha Mathayo 3:13. 3:13 maandiko inasema neno haya. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Ubarikiwe. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani. Yesu akatembea safari ndefu, mtumishi. Galilaya mpaka Yordani kufanya nini?
Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Akaenda pale Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Hebu angalia, Yesu akafanya jambo la busara, akatembea. Na sasa swali mtumishi, hebu endelea kwanza leo fungu, leo swali ikakuja nasema nini? Inaendelea ikisema, Yohana alipomwona, lakini Yohana alitazama kumzuia. Soma vizuri mtumishi. Yohana alitaka kumzuia, lakini Yohana akataka kumzuia, akasema mimi nahitaji kubatizwa na wewe. Nasi akasema sasa nilikuwa na ubiri ya kwamba wewe ndio unabatiza watu kwa Roho Mtakatifu, basi si ni mimi ninayostahili kubatizwa nawe? Endelea. Nawe watakuwa. Hiyo ni swali ambalo aliulizwa. Si umefika mambo ya batizo tuachane, pia mimi nasubiri nibatizwe naye. Je, Yesu alipeana jawabu gani? Yesu akajibu akamwambia Yohana maneno haya, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo tupasavyo kuitimiza haki yote. Kumbe kubatizwa ilikuwa inatimiza haki yote. Sawa mtumishi? Hiyo neno isikupotee. Kubatizwa ni kuitimiza haki ya Mungu, haki yote. Wewe kubali, ubatizo ni jambo ambalo umetokana na Mungu. Endelea na hiyo fungu, inasemaje? Inaendelea ikisema, basi akamkubali. Basi Yohana akakubali. Na Yesu alipokwisha kubatizwa. Kwa hivyo Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Kwa hivyo Yohana alipokuwa pale mtoni, Kristo akaingia akamwambia, kubali na uitimize haki ya Mungu, usizuie haki ya Mungu. Na Yohana akachukua jambo la kipekee, kumbatiza mkombozi wa ulimwengu, kumbatiza Muumba, yeye ambaye atakufa kwa ajili ya dhambi ya makosa ya wanadamu, na akaitimiza haki ya Mungu. Akisha kubatizwa, Kristo anapanda kutoka majini. Mtumishi, ili mwanadamu abatizwe lazima aingie ndani ya maji, ili atoke kutoka ndani ya maji. Sasa mtumishi, unajua Yesu aliuliza swali moja, Mathayo 21 mstari wake ni wa 25. Na hili swali ambayo Mathayo 21 mstari wake ni wa 25, Yesu anauliza swali moja ambao Mafarisayo hawakujibu. Inasemaje? Mathayo 21 mstari wake wa 25. Soma. Maandiko inasema, ubatizo wa Yohana ulitoka wapi? Endelea. Ulitoka mbinguni au kwa wanadamu? Hiyo ni swali ambalo Yesu aliuliza Mafarisayo. Je, ubatizo wa Yohana ulitoka wapi? Ni yeye kama mwanadamu alifikiria ama ilitoka mbinguni? Na hii swali usichukulie kwa mzaha, kwa maana Farisayo walikuwa wamekataa ubatizo ambao Yohana alivyokuja nayo. Tumishi, hebu tudhibitishe hiyo. Soma Luka 7 mstari wake wa 29. Hebu sikia jinsi neno la Mungu linavyozungumza. Inasemaje? Luka 7:29, maandiko inasema, na watu wote nao watoza ushuru walifanya nini? Waliposikia hayo walikiri haki ya Mungu. Walikiri nini? Haki ya Mungu. Yesu alimwambia Yohana, kubali ili uikiri haki ya Mungu, uitimize haki ya Mungu. Watoza ushuru na Mafarisayo walikiri haki ya Mungu, alafu wakuwa wamebatizwa kwa ubatizo wa Yohana. Walibatizwa kwa ubatizo wa Yohana. Na nini ingine mtumishi? Inaendelea ikisema, lakini Mafarisayo na wanasheria walilipinga shauri la Mungu juu yao. Walilipinga shauri la Mungu juu yao. Kwa nini? Kwa kuwa hawakubatizwa naye. Wakubatizwa na Yohana walikataa. Sasa wanauliza Yesu, anauliza swali, je, ubatizo wa Yohana ulitoka wapi? Je, ni kwa wanadamu? Walikataa haki ya Mungu. Nataka kueleza ubatizo ambao Yohana alikuwa anabatiza ni haki ya Mungu na ni shauri la Mungu na ulitokana na Mungu. Na wale ambao walikubali, walilikiri haki ya Mungu na wakabatizwa naye, wakakubali Injili. Tumishi, unajua Yohana alikuwa anabatiza, na ubatizo una maana. Siku hizi mtumishi, kuna ubatizo aina mingi. Ndio. Sasa sijui Yohana alikuwa anabatiza gani.
Siku hizi ukitembea huku unapata watu wanabatizwa mibatizo ya kila aina. Mtoto anachukuliwa, anachorwa hapo kwa kichwa, si ndio? Anachorwa hapo msalaba, alafu anaambiwa umefanya nini? Umebatizwa. Mwingine anachukuliwa, anamwagiliwa maji na kikombe, si ndio? Alafu kwa kichwa anaambiwa umefanya nini? Amebatizwa. Wengine wanaenda wanawasha moto, alafu wanaruka moto. Nimeona wengine wakiruka moto, wanaambiwa umefanya nini? Wamebatizwa. Wengine wanaenda wanawasha chokaa, makaa yanakuwa moto, wanaambiwa tembee katika hiyo moto, alafu anaambiwa atakayevumilia hadi mwisho anafanya nini? Ataokoka. Sasa anaambiwa ukitembea na ukanyage moto, wewe umebatizwa. Wengine wanangolewa kucha, watoto wanyamazi, wanangolewa kucha, wanaambiwa vumilia hadi mwisho. Kuna ubatizo kila aina. Wengine wako kwenye utumishi, wanapitishwa chini ya bendera, si ndio? Ndio. Wengine ilikuwa kwa radio, nilisikia hiyo. Padre anasimama, yule ambaye ni askofu anasimama juu ya mti, anakojolea watu chini. Wanang'ang'ania. Alafu wakiao wakikaa hapo wameguzwa na hayo, wanafanya nini? Atafanya nini? Wamebatizwa. Ubatizo ni ya kila aina dunia hii. Sasa swali mtumishi. Je, ubatizo ni aina ngapi katika Biblia? Hata kitabu ni cha Waefeso. Waefeso ni 4, mstari wake ni 4 na 5. Waefeso ni 4, mstari wake ni 4 na 5. Hili ni swali muhimu ambalo lazima itatupasa kuuliza. Inasemaje? Maandiko inasema mwili mmoja, mwili ni mmoja, na roho moja, na roho ni moja. Na kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu, na kama mlivyoitwa katika tumaini moja wito wenu. Bwana mmoja, Bwana ni mmoja, imani moja, imani ni moja, ubatizo ngapi? Moja. Hebu sikia, kama imani ni moja, Bwana ni moja, na wito wetu tumaini ambao tuko nao ni moja, ubatizo pia ni nini? Ni moja. Sasa hizi ubatizo bandia zilitoka wapi? Hiyo inayoelezewa katika unabii, na tajua yametoka wapi. Lakini hapo hata nikuelezee, mimi najua ubatizo moja ambao ni Kristo alianzisha, na Yohana alikwisha kuwa anabatiza watu katika ubatizo wa aina hiyo, mtumishi. Na hiyo ubatizo moja ndio lazima tuijue ni ubatizo ambao inaongoza watu kujiunga na mwili wa Yesu, mtumishi. Hebu nisomee Wakorintho wa kwanza 12 mstari wake wa 13. Mbona watu wabatizwe? Ni wa kwamba wanamkiri Kristo na wanatamani kujiunga na mwili wake. 12:13 Wakorintho wa kwanza inasema hivi. Maandiko inasema, soma. Kwa maana katika roho moja sisi sote tulibatizwa. Katika huyo roho moja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja. Kuwa mwili mmoja. Kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani. Wewe Myahudi au Myunani, ubatizo sasa linatuweka katika mwili mmoja, tulishi. Na wapo ukatoa mambo ya tohara, sio? Ndio. Ikatolewa ya kwamba watu wabatizwe. Ndio maana alikuwa anabatiza watu hadharani katika mto Yordani, wajiunge na mwili. Mtumishi, mwili ni kanisa la Kristo. Hebu soma Efeso 1:22 na 23 tuelewe hiyo. Hiyo batizo ambao unajiunga na mwili wa Yesu, unajiunga na kanisa la Yesu. Kwa hivyo mtumishi, kuna wale ambao labda walibatizwa ubatizo hizi bandia. Nataka kukueleza, kama unajiunga na kanisa la kweli la Mungu, mwili wako, mwili wa Kristo, lazima tena ubatizwe kwa ubatizo wa kweli, ndio jiunge na mwili wa Yesu. Unasema mimi nibatizwa, lakini ubatizo wako labda ni ya cheti. Unaona unacholewa certificate. Mwingine alikuwa ananiambia mtumishi, ati yeye anamuuliza, wewe umebatizwa? Ati mimi nilibatizwa. Kwani ulibatizwaje? Ati mimi wakati nilikiri Kristo, pastor alikuja kwa nyumba yangu, nikapika chai na mikate, tukakula, tukasalimiana. Tumishi, ubatizo wa salamu. Ndio. Wakasalimiana, baadaye pastor akaenda kaandika cheti akapeana. Hiyo ni kudanganya, tumishi. Mwili wa Kristo ni kanisa lake. Hebu soma inasemaje? 1:22 wa Efeso. Inasema, akavitia vitu vyote chini ya miguu yake. Endelea. Akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote. Akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote. Kwa ajili ya kanisa ambalo ndilo mwili wake. Ambalo ndilo mwili wake. Ukamilifu wake anayekamilika kwa vyote. Hiyo ndio
kanisa la Mungu tumishi, na inafuata maagizo ya Mungu. Kanisa la Mungu la kweli linafuata mafundisho ya ubatizo wa kweli. Ubatizo katika neno la Mungu ni moja, na yote anayebatizwa anajiunga na mwili wa Kristo. Na tumishi tulize, hii ubatizo ambayo Yohana alikuwa anabatiza ilikuwa inafanyika kivipi? Soma Injili ni ya Yohana mtumishi, ni 3 mstari wake ni wa 23. Neno la Mungu linazungumza likisema maneno haya. 3:23 Injili ya Yohana. Inasema maneno haya. Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni. Je, unajua Biblia inataja mahali ambayo Yohana alikuwa anabatiza? Inasema karibu na Salemu. Alikuwa anabatiza Ainoni, karibu na Salemu. Kwa nini? Kwa sababu huko kulikuwa na maji tele. Tumishi, pale palikuwa na maji nini? Maji tele. Tele ni lugha rahisi ya Kiswahili, inamaanisha maji yalikuwa ni mengi. Tumishi, Yohana alikuwa anabatiza pale mto Yordani, si kwa sababu mtumishi ati maji inaweza kukimbia. Hapo kunaona na mimi ati lazima mtu abatizwe kwa maji inafanya nini? Inakimbia, inatiririka, ati ndio dhambi yako ioshwe na maji. Hapana. Biblia inasema hivi katika Yohana hiyo 3:23, alibatiza pale Ainoni karibu na Salimu. Na ni kwa kusudi gani? Ni kwa sababu maji hayo yalikuwa ni mengi. Tumishi, unajua unapotembea katika mito unaangalia, kuna mahali maji ni kidogo katika mito, kuna mawe, kuna maji mto unamwagika chini, kuna waterfall, na kuna maji imetulia iko katika wingi fulani. Sawa tumishi? Ndio. Hapo mtu anaweza fika pale, na ndio hapo tunapata vijana wanaenda wanaogelea, si ndio? Yohana alichagua mahali kuna maji tele, mahali mwanadamu anapoweza kuzamishwa. Tumishi, neno ubatizo ni neno la Kiyunani tumishi, ambayo inamaanisha kuzamishwa. Ni kweli. Ili mtu asikosee, ili ubatizwe katika ubatizo wa kweli, namba 1, maji lazima yawe mengi upate kuzamishwa ndani yake. Sawa? Ni kweli. Na wote ambao walikuwa wanabatizwa walikuwa wanazamishwa ndani ya maji mengi. Tumishi, ubatizo, hebu kwanza soma kitabu ni cha Matendo ya Mitume 8. Matendo ya Mitume ni 8. Muangalia hadithi hii ambao Filipo anachukuliwa na Roho ya Mungu kumfikia yule ambaye alikuwa ni tumashi. Alikuwa amesoma Isaya 53, jinsi Kristo atakavyoongozwa kama wanakondoo hadi kichinjoni kwa ajili ya makosa ya wanadamu. Filipo akachukuliwa kwa Roho ya Mungu akamhubiria yule ambao alikuwa ni tumashi. Mstari wake wa 35 inasema hivi. 35 maandiko inasema Filipo akafunua kinywa chake, alafu naye alianza kuandika hilo akamhubiria habari njema ya Yesu. Alafu wakawa wakienenda njiani, wakafika mahali penye maji. Alafu yule towashi akasema, wakafika mahali penye maji. Yeye kwa mto walikuwa wanatembea mahali hapo, kwa lugha ya Kimombo inaitwa desert. Kwa hivyo wakapata oasis. Sawa mtumishi? Ya kwamba maji yametulia na ni mengi. Wakafika mahali penye mto. Alafu tazama maji haya. Yule towashi akasema, tazama si haya maji, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Alijua kunaweza kuwa na kizuizi ya mtu asibatizwe. Je, Filipo akajibuaje? Filipo akasema hivi, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Ukiamini kwa moyo wako wote, hakuna kizuizi chochote kitakachofanya usibatizwe. Alafu akajibu akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Akaamini ya kwamba Kristo ndiye mwana wa Mungu. Endelea. Akaamuru lile gari lisimame. Alafu wakateremka wote wawili majini. Wote wawili, sawa mtumishi? Wote wawili, yule ambaye anabatizana na yule ambaye anabatizwa, wote wawili wakaingia majini. Hili ubatizo ambao Biblia inajua si mwingine mtumishi amejifunga vizuri, amevaa suti. Alafu yeye aguzi maji ndani ya kikombe, yule mwingine anamwagia kwa kichwa. Hapana, wote wawili mbatiza, yule anayebatiza na yule ambaye anayebatizwa wakateremka majini. Alafu inasema Filipo akasema,
wote wawili wakateremka majini. Hapo ndio tuko. Filipo na yule towashi naye akambatiza. Alafu kisha walipopanda kutoka majini, mnaiteremka mtumishi. Waliteremka wakaingia ndani ya maji na wakabatizwa, na tena wakapanda kutoka nini? Kutoka majini. Hiyo ndio ubatizo wa kweli. Je, ubatizo unasimamia nini? Sawa mtumishi? Warumi 6. Kwa maana wengi hawajui maana ya ubatizo ni nini. Warumi 6 mstari wake ni 3 na 4. Neno la Mungu linazungumza likisema maneno haya. Warumi 6 mstari wake ni 3 na 4. Nasema 6:3 ile maandiko yanasema, soma kitabu ni cha Warumi. Amfahamu ya kuwa sisi sote tulibatizwa katika Kristo Yesu. Sisi sote tulibatizwa katika Kristo Yesu. Tulibatizwa katika mauti yake. Ubatizo, jambo la kwanza, linaashiria ya kwamba umekubali mauti ya Kristo. Alafu basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Inamaanisha jambo la pili, maisha yako ya kale yanazikwa kama jinsi Kristo alivyozikwa kaburini. Na 3, kwa njia ya ubatizo katika mauti yake. Endelea. Kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu. Jambo la 3, jinsi Kristo alivyofufuliwa katika wafu, kwa njia ya utukufu wa Baba. Nini ifanyike? Vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Nataka ieleweke ya kwamba ubatizo unaashiria kufia dhambi. Tulishaeleweka? Kufia dhambi. Ya kwamba umesema maisha yangu ya kale nataka ikufe, jinsi Kristo alivyokufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako. La pili, inaashiria unazika matendo yako ya kale. Na Mungu anasema yote aliye ndani ya Kristo ni kiumbe kipya. Hiyo ni Wakorintho ni wa pili 5:17. Yeyote aliye ndani ya Kristo ni kiumbe kipya, ya kwamba unazika matendo yako ya kale. Hiyo ndio maana ya ubatizo. Hebu soma mtumishi. Inasema maneno gani? Soma. Wakorintho wa pili 5:17. Inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo. Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Amekuwa kiumbe kipya. Nini? Yale ya kale yamepita, na tazama yamekuwa mapya. Yamekuwa mapya. Ubatizo unaashiria matendo yako ya dhambi ya giza yapo awali yanasaulika. Mungu hayakumbuki tena, na wewe hauyatamani tena. Yanazikwa jinsi Kristo alivyozikwa kaburini. Kisha unaanza maisha mapya na kutembea katika upya wa uzima. Hiyo ndio maana ya ubatizo, na inahitaji maji mengi mtumishi. Kwa maana unajua Yesu alimwambia Nikodemo, mtu asipozaliwa kwa maji mtumishi, ili mama amzae mtoto, nani mkubwa? Mama. Ni mama ama ni mtoto? Mama ndio mkubwa. Sasa kama maji inatuzaa, gani inapaswa kuwa kubwa? Maji. Sasa hiyo maji ya kikombe inaweza kukuzamisha? Hapana. Haiwezi. La, watu wameacha mpango wa Mungu, jinsi Mafarisayo walivyokataa ubatizo wa Yohana, wakaiacha haki ya Mungu. Neno la Mungu linasema mtumishi. Unajua kuna wengi sana hawajui hapo kama wale ulibatizwa na ubatizo za bandia. Jua Mungu anasema unapaswa kuanza maisha mapya. Mtumishi, Matendo ya Mitume ni 2. Matendo ya Mitume ni 2, soma mstari wa 37. Inasema maneno haya, soma. 2:37 Matendo ya Mitume. Inasema walipoyasikia hayo wakachoma mioyo yao. Injili hii ilipohubiriwa kwa wengi walichoma mioyo yao. Wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Basi tufanye nini? Petro akawaambia, hebu sikia jibu walipewa. Tubuni mkabatizwe kila mmoja. Tubuni ninyi, kwa maana mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Kwa jina lake Yesu Kristo. Mpate ondoleo la dhambi zenu. Mpate ondoleo la dhambi zenu. Bwana asifiwe. Amina. Jamani, wale ambao wanabatizwa ni wale wametubu. Wanabatizwa kwa sababu wametubu, wapate ondoleo la dhambi zao. Wale ambao wanatubu na wanakataa ubatizo hawapati ondoleo la dhambi zao, wanakataa.
Kwa maana Mungu ndiye ameagiza watu waenende na wabatizwe. Unajua mtumishi? Naam. Paulo alikuwa anahubiri sehemu fulani, akapata watu walikuwa wamekwisha kubatizwa. Ndio. Unasoma kitabu gani? Matendo ya Mitume 19. Mstari wake, ndio mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, hebu ona, kuna watu walibatizwa na elewi walibatizwa kwa nini? Nasema nini? Ikawa Paulo alipokuwa Korinto, alafu Paulo akisha kupita kati ya nchi ya juu, alafu akafika Efeso. Akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko. Akakutana na watu wa Kristo wazuri. Endelea. Akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipobatizwa? Hiyo ni swali aliuliza. Je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipobatizwa? Mlipoamini? Wakamjibu la. Hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Hata kusikia habari za Roho Mtakatifu hatukusikia. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Kama mliamini na mkupokea Roho Mtakatifu, ninyi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Alafu wakasema kwa ubatizo wa Yohana. Alafu Paulo akasema, hebu sikia ieleweke mtumishi, kwa maana wengi wanaitumia ifungu vibaya. Wale watu walikiri ya kwamba tulibatizwa kwa ubatizo wa nani? Wa Yohana. Sawa? Ndio. Hebu sikia jibu ya Paulo. Paulo anasema nini? Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba. Yohana alifanya ukweli, alifanya mambo mazuri. Yeye alikuwa anabatiza kwa ubatizo wa toba. Akawaambia watu waamini atakayekuja nyuma yake. Akawaambia watu wapate kuamini yeye atakayekuja na nyuma yake. Yaani Kristo. Waliposikia hayo, wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Nataka kuelezea Paulo alikuwa na shida na ubatizo wa Yohana. Kwa maana ubatizo wa Yohana ulikuwa umetokana na Mungu, na ulikuwa unaambia watu mbatizwe kwa sababu umetubu na lazima muangalie Kristo. Lakini alipogundua watu walibatizwa tu wakawa hawajui kwa nini wamebatizwa, akahubiria injili ya habari njema ya Kristo. Lazima mioyo yao ibadilishwe kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Yeyote ambaye anabatizwa anaingizwa katika safari ya kutembea na Kristo. Anaanza mwendo na Kristo, afuate maagizo ambayo Mungu amesema tuishi. Na unajua watoto hawezi batizwa. Nataka kusoma fungu mawili tumalizie. Hawezi kubatizwa kwa nini? Yule ambaye anabatizwa yule ameamini na ametubu. Watoto hawaamini na watubu, kwa hivyo hawezi batizwa. Yesu, je, ulibatiza watoto? Na je, watoto walibatizwa na mitume? Mathayo ni 19 mstari wake ni wa 13. 19:13 Mathayo. Inasema maneno haya. Maandiko matakatifu, pumzi ya Mungu inasema, ndipo akaletoa watoto wadogo ili awawekee mikono yake. Yesu aliletewa watoto wadogo ili awawekee mikono. Watoto wanaekelewa mikono. Endelea na ufungu inasema mikono yake juu yao na kuwaombea. Wanaekelewa mikono na wazee na mapadri wanaombewa. Hawabatizwi. Alafu inasema, soma, wanafunzi wake wakamkemea. Wanafunzi waliona hiyo stahili, wakataka kumkemea, wakamkemea Kristo. Alafu lakini Yesu akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu. Kwa nini? Wala msiwazuie. Kwa maana walio mfano wa hao ni ufalme wa mbinguni wao. Yesu akasema waacheni. Kwa hivyo watoto wakawachwa na wakaja. Endelea na ufungu. Hujamalizia mtumishi. Inasema akawawekea mikono yake juu yao. Yesu aliwaekelea mikono yake juu yao. Akatoka huko. Hakuwabatiza. Sio mtumishi? Hiyo habari imeisha. Watoto waekelewe mikono, waombewe. Biblia inafundisha kuhusu kubatiza watoto. Yote ajifundisha ilitoka wapi? Katika unabii. Mtumishi? Na najua wengi wanasikia injili hawaelewa mbona dunia hii imechanganyika. Wengi wanatembea katika njia yao wenyewe. Wengi wanafuata mafundisho ambayo yako katika Biblia na tunayajua chanzo chao. Jamani, tuchunguze Biblia. Mtumishi, hebu nisome kwanza kabla tusome 22. Nisome Isaya 34. Mstari wake ni wa 16. 34:16 Isaya inasema. Nabii Isaya anazungumza maneno ya hekima akisema maneno haya. Tafuteni katika kitabu cha Bwana. Jamani, chunguza maandiko, tafuta katika kitabu cha Bwana. Mukasome. Enda usome Biblia yako.
Hujamaliza hiyo fungu. Hapana katika wote atakaokosa kuwapa. Hapana katika hao wowote atakayekosa kuwapo. Mungu anasema ukitafuta katika Biblia na uchunguze na uisome hautakosea. Mbona wanadamu wanakosea? Ni kwa sababu wanachukua mafundisho na mapokeo ya wanadamu. Tumishi. Naam. Na ndio anasema wanafiki. Wanaziacha maagizo za Mungu, wanafuata kanuni. Hiyo ni Marko 7:6. Ubatizo wa kweli ni ubatizo wa kuzamishwa ndani ya maji mengi. Na ni nani anayebatizwa? Ni yule ambaye amekubali Injili, akatubu, akakiri, akaamini katika moyo wake, katika kinywa chake kakiri, na anasema wazi, nataka kuanza safari mpya, maisha yangu ya dhambi yafe, maisha ya kale yasaulike, yazikwe, na nianze maisha mapya katika Kristo. Hiyo ni ombi. Lakini wengine hawaanzi hiyo maisha, wanataka shortcut. Yesu anasemaje? 7:6 inasema, Marko 7:6 inasema maneno haya, akawaambia, nabii Isaya alitabiri vyema juu yenu ninyi wanafiki. Kama ilivyoandikwa, nini? Watu wao huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Endelea. Nao wananiabudu bure. Wakifanya nini? Wakisikiliza mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Ni mafundisho yaliyo maagizo ya nani? Ya wanadamu. Bila kuelezea ubatizo. Hizo zote ambazo anazungumzia haiko katika Biblia. Hakuna kunyunyizia maji katika kichwa katika Biblia. La. Ubatizo ambao Yesu alikuwa analielekeza ni ile ambao ubatizo Yohana alikuwa anafanya, mitume wakatimiza. Na swali limeulizwa Matendo ya Mitume 22:16. Kisha tuombe. Kuna wengi wanangojea, lakini wito bado inaitwa kwa wale ambao wanasikia Injili na wanakiri kufuata Bwana. Lazima wabatizwe, waanze maisha mapya. Na baada ya mkutano huu mtumishi, Injili itahubiriwa wale watakaokubali Injili ya kweli. Nataka kuhakikishia wataenda majini na watazamishwa, waanze maisha mapya ili Mungu aweze kuwakomboa. Neno la Mungu linasemaje? Basi sasa unakawilia nini? Hiyo ni swali ambao Paulo anauliza, wewe unakawilia nini? Simama ubatizwe. Simama ubatizwe. Ukaoshe dhambi zako. Ukaoshwe dhambi zako. Hebu nione wale ambao wanataka kuanza maisha mapya na Kristo. Hebu nione kwa njia ya mikono. Asante. Tusimame tuombe. Kama unajua wewe haujabatizwa na unataka kutembea safari ya Kristo, maisha mapya na Kristo, baada ya mahubiri, wazee wako hapa, wahubiri wako hapa, njoo ujiandikishe ili uweze kuandaliwa kwa ajili ya jambo la kipekee. Na huo uamuzi ambao utafanya, jameni, hautaja kuja na kusema umeregret. Hapana, itakuwa ni uamuzi wa kipekee. Hebu na tukaombe. Na napoomba kimoyoni, Mungu anajua maombi yako na anakutazama ukiwa hata nyumbani, barabarani, na ukiwa hapa. Kiri katika kinywa chako, lakini ni vyema pia unafuata jinsi ninavyokuelezea, kwa maana ubatizo unafanywa na watu wa Mungu. Mungu ametutuma kuhubiri Injili na waaminio wabatizwe. Kwa hivyo utakuja ujiandikishe kwa ajili ya jambo hilo. Tunaomba. Baba na Mungu wetu, wewe ambao unatukomboa, wewe ambao unatuongoza katika njia ya kweli, wewe ambao ulitutuma tutangaze Injili yote, na yote atakayeamini abatizwe. Hebu Mungu Baba, tazama, kuna mwana wako, kuna binti yako, mtoto wako anayokiri katika moyo wake, anayeomba kimoyomoyo akisema nataka kuanza maisha mapya pamoja nao. Hebu kaweze kusikia maombi yake, ukaweze kumtakasa, ukaweze kumwandaa, aanze safari njema, aweze kuzika, aweze kufia dhambi, azike mambo ya kale na aanze kuishi maisha mapya katika wewe. Hebu kaweze kuwa na kila moja ambao anaombi kama hilo, ukaweze kumtazama kijana huyo, mama huyo, mzee huyo na kijana huyo, ukaweze akatimizwe kwa ndugu yetu katika miaka yangu duniani upate inuka kuishi mbinguni. Nimekulimani wewe, umeni
usipe